Yula Nzali. Mtazamaji, idara ya polisi leo inawekwa kwenye mizani baada ya baadhi ya maafisa wa polisi kulalamikia ukosefu wa umeme na uhaba wa maji katika vituo vya polisi hapa Nairobi kwa miezi kadhaa. Maafisa hao wakilazimika kuishi gizani huku wakikosa maji. Hali hii inayodaiwa kusababishwa na bili kubwa ambazo hazijalipwa sasa inatishia sio tu utoaji wa huduma bali pia hali ya maisha ya maafisa wa polisi na familia zao. Ode Francis aliingia ndani ya vituo vinne vya polisi hapa Nairobi na sasa anaarifu. Hii ndiyo hali halisi katika vituo vya polisi vya Kasarani, Buruburu, Lang'ata na Kamukunji. Kamera zetu zilinasa kiza kinene ndani ya vituo hivyo. Maafisa waliokuwa kwenye lango kuu na madawati ya kupokea taarifa za washtaki walizungumza nasi kisiri, wakielezea hali mbaya wanayopitia. Walifichua kuwa hali hiyo imetokana na madeni ya mamilioni ya pesa yaliyosababisha kampuni ya Kenya Power kukatia umeme kwenye transformer. Na huku bwana hakuna stima? Stima ilienda. Ilienda wapi? Ilikatwa. Hiyo bill tutalipa. Oh, hamjalipa bill? Ile boma sana. Pesa ngapi? Kama hata kabla hata nyingine hatupa tuingia. Hadi jakata hapa peke yake. Kwa leo kuna blackout, tunaona hata hiyo residency papo hiyo opposite ina. But sasa countrywide wamekata kwa polisi. Countrywide? Hata central huko Kamukunji hapo. What happened? Sasa wajua serikali kulipa ni ngumu. Ni country mzima. Zile station zote ziko na stima. Ijalipa sana. Mbona kwa yote community. Watu wanaona kulipa mbele ya 20 milioni shambani huko. Mpaka ndani ya sel. Hakuna sasa unaoperate aje? Hiyo sana hii kidogo hiyo maana na sustain kidogo. Nani aliwekea sana? Nipata hiyo. Mpaka sasa uko kwa manyumba. Nakwambia kuna stima. Sio kwambia kuna. Hata ungepata taa utazilinge kwa nayo huko. Mchana shughuli nyingi husimama. Tulipoomba kupewa hati za polisi au abstract, maafisa walituambia hakukuwa na umeme ya kuchapisha nyaraka na wakatuelekeza kwenye duka la huduma za mitandao karibu na kituo hicho. Unapeanangwa photocopy? Unabaki na copy ama? Kwa hiyo stima zirudi. Huko kuna stima, huko kwingine ndio. Ile station haina stima. Usiku tulithibitisha kuwa nyumba za maafisa hazikuwa na umeme kabisa, hali iliyoacha familia zao gizani. So ile station iko na bili kubwa ndio wanakataa. Mpaka yenyewe sasa mko na bili kubwa. Usikia. Unajua wanakaa kama miezi 6 hapo. Haiwezi kufika mwezi. Ile ruma zingia ilikuwa 22 meters. Hiyo mmoja walikuja wakakata tukaiba. Sasa wengine kukata kwa miti pale kwa transformer. Ndio mpaka wametoa kwa msampoko na hata kuna kaka wao walikuwa nataka wakate. Kuna kitu kubwa. Hii imetosha kwa sasa. Maana kukata sema bana hiyo umezoea. Katika kituo cha polisi cha Kasarani, hali imezidi kuwa mbaya kutokana na uhaba wa maji. Hakuja kuwa na maji kwa miezi kadhaa. Maafisa wanalazimika kununua maji kutoka kwa wauzaji wa maji ya mitungi. Unanunua? Pesa ngapi? Moja ni baki. Kuanzia lini? Last month. Mwezi wa Aprili. Naam, mtazamaji, tuko katika barabara ya Lang'ata. Tumekuja kutembelea kituo cha polisi cha Lang'ata ili kudhibitisha iwapo Lang'ata wako na umeme au la. Lakini nikitazama upande wangu wa kulia ambapo nyumba za maafisa wa polisi pamoja na kituo cha polisi cha Lang'ata, ni wazi kwamba umeme haupo. Na upande wangu wa kushoto ni makaburi ya Lang'ata. Ukiangalia pande zote zinafanana. Tunaingia kuweza kudhibitisha iwapo umeme upo au la.
Katika kituo cha polisi cha Lang'ata kuna jenereta ya dharura lakini haifanyi kazi. Maafisa walituambia haiwezi kuhudumia kituo kutokana na ukosefu wa fedha. Unakuwaga na jenereta hapa? Iko lakini sasa inanyonya kunyonya. Tunahakikisha mpaka line iko lakini sasa inanyonya. Tangi moja leta kubwa na kachukua ile ilikuwa ndogo. So uko kwenye watu wanaishi bado wanakaa hivi ni darkness hivi? Kisa kama hivi. Mmekaa hivi for how long? Kuna mwezi sasa ilikuwa imerudi ikaenda tena. Sasa hii ni kama siku ya 4 tangu iende. Karatasi ndio umesitukula. Tulikutana na gari la Kenya Power likikagua iwapo kulikuwa na wizi wa umeme. Maafisa wa kampuni hiyo walikataa kuzungumza kwenye kamera. Runinga ya Citizen imewaandikia waraka wa kutafuta majibu msemaji wa polisi Michael Mushiri ili kutupatia orodha rasmi ya vituo vya polisi visivyo na umeme pamoja na kiwango cha madeni yanayodaiwa. Kufikia muda wa matangazo haya bado hatujapata majibu rasmi, lakini idara ya polisi ilisisitiza kwamba idara ya taasisi za serikali na hata sekta za kibinafsi zinakabiliwa na changamoto za kifedha mara kwa mara, hasa mwishoni au mwanzoni mwa mwaka wa kifedha. Mwisho wa nukuu. Kukatizwa kwa umeme kunajiri licha ya Wizara ya Usalama kutengewa takriban shilingi bilioni 203.4 katika bajeti ya mwaka huu wa kifedha, huku huduma ya kitaifa ya polisi ikitengewa takriban shilingi bilioni 139.2 kwa shughuli zake za kawaida na usalama. Ode Francis, Runinga ya Citizen.